changamkia mikutano hayo. Kulikuwa na visa vya wizi hapa na pale, kwa sababu Nairobi, unajua vile mambo yalivyo Nairobi, na sitarajii kwamba yale mambo ya wizi ya hapa na pale itatokea katika msafara huu, kwa sababu tunawaelewa watu wa huku mashinani, watu wa mlima ni watu wa amani, ni watu ambao wanaelewa mambo ya maendeleo. Hatuja kuja hapa kufanya siasa, tumekuja hapa kupangana na wananchi wa hapa, mambo ya miradi yao, mambo ya maendeleo yao, tuweze kujua vile tutasonga mbele. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Mlima Kenya, kwanza nawashukuru sana kwa sababu ya kuniamini, kunipatia kura zenu, na mimi nataka niwahakikishie ile kazi mlinipatia ya kusomesha watoto wetu na kuhakikisha kwamba kuna walimu, kuna taratibu ya sawa sawa ya masomo, hiyo kazi nitatekeleza. Mambo ya kilimo, kuhakikisha ya kwamba mambo ya chai, mambo ya kahawa, mambo ya maziwa na ile kilimo yote tutaishughulikia vizuri, na niko na taarifa nzuri ya vile haya mambo yamesonga mbele. Mambo ya barabara zenu, kama ni Mau, barabara zile zingine zote mtajionea wenyewe, kwa sababu sasa tuko na tumedhibiti uchumi wa Kenya, na sasa tuko na pesa ya kukamilisha hiyo miradi. Mambo ya housing inaendelea. Mimi nitakuwa Nyeri town hapa, kwa sababu tulianzisha phase 1, tunaendesha phase 2. Mambo ya stadium inaendelea. Mimi nitakuwa kule Nyandarua, mambo ya hospitali yao, nitakuwa sehemu tofauti, nitakuwa Embu, nitakuwa Meru, nitakuwa Maua, kwa sababu tunajenga pale soko kubwa ya karibu shilingi milioni 300, na mambo yale mengine. Mimi natazamia sana kufika katika sehemu mbalimbali ya Central Kenya, hii Mlima Kenya, kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Shukrani sana Bwana Rais kwa sababu ya kutupa muda wako na kuzungumza pamoja nasi na wote ambao waliotutazama usiku wa leo. Bila shaka kuna wengi ambao wanauliza maswali ya aina mbalimbali, ni kumaanisha kwamba